kwa muda mrefu, kwa muda wa miaka mingi nimefanya hizo shughuli. Kusukuma hizi matololi haya, mikokoteni, unabeba tofali, unasukuma, unabeba mchanga, mnaagizwa. Kipindi kile ilikuwa unasomba mchanga kwenye tololi hivi, unapeleka kwenye kiwanja cha mtu. Ukipeleka tololi moja shilingi 1000. Unapeleka na tulikuwa tunatoa mbali. Tulikuwa tunatoa mbali. Ni sehemu kama ya kilomita zaidi ya 5 kutoka mahali mchanga unapatikana, ujaze, upeleke, na kulikuwa na mwinuko, kuna kilima fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu. Sasa mpaka upate shilingi 5000 kwa siku, mpaka uende trip 5. Yaani unaweza ukashangaa unaanza kazi asubuhi saa 2, unakuja kutimiza hizo trip 5 saa 8, saa 9. Kwa saa 9 ndo maana nyingi ilikuwa tunafanya pale ndio mwisho, ili kupata muda wa kwenda ibadani jioni. Urudi nyumbani uweze kuoga, umepata pesa yako, hiyo umepata pesa ya kununulia unga, umepata pesa ya kununulia nini, unaenda ibadani. Kwa hiyo maisha yaliendelea kuwa magumu kwa kiasi hicho. Sasa katika kanisa ambalo nilikuwa nasali, mzee alikuwa anachunga kanisa nje kidogo ya mji wa Morogoro, mahali fulani kunaitwa maeneo ya Mkundi huko. Mkundi kilomita 20. Alikuwa anachunga kule kanisa, alikuwa ameanzisha kanisa. Kanisa yani kilikuwa tu kimeezekwa hivi na majani, manyasi. Na akaendelea hivyo, watu wakawa wamemsupport, akakinunua kile kiwanja pale. Baadaye akawa amefanikiwa kujenga tu ukuta wa kuzungusha hivi miti, alafu kagandikwa na udongo wa kufinyanga hivi, sio tofali, lakini juu bado kulikuwa na manyasi. Siku moja tulikuwa tunaenda kule, lakini kwa sababu sasa ya kukosa nauli kutoka maeneo ya Morogoro mjini kuelekea kule kanisani, ikawa haiwezekani kwenda na familia nzima. Kwa hiyo akawa amenishauri mimi niweze kusali kwenye kanisa la Free Pentecost lililoko maeneo ya karibu na nyumbani, ili kupunguza gharama ya nauli. Kwa hiyo ikawa nimeendelea kusali hapo karibu, kwa sababu ya kukosekana kwa nauli ya kwenda kule mbali ambapo mzee alikuwa anachunga. Nikalazimika kuwepo kwenye kanisa la karibu, kwa sababu ya hali ya uchumi ilikuwa sio nzuri, lakini bado ilikuwa niko karibu na baba. Yeye ndo hasa ambaye alikuwa ananifundisha mambo mengi ya kiimani, misingi halisi ya Ukristo, huduma, misingi halisi ya namna ambavyo mtu anaweza kaa na maadili yale ya haki ya Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ikitokea labda pengine amealikwa mahali anakwenda kwenye kufanya mikutano, lazima niende naye. Amealikwa kufanya seminar, lazima niende naye. Kwa hiyo alikuwa ananitrain kwa namna hiyo. Kwa hiyo ikaonekana kwamba niko naye karibu na nimekulia mikononi mwake katika mambo ya imani na katika mambo ya wokovu. Baada ya muda fulani wa miaka kama 2 hivi, mzee alikuwa ameshaanza kusumbuliwa na miguu inamsumbua, ikaanza kuvimba na nini. Hatukuwa tunajua tatizo ni nini, kwa sababu hata ule uwezo sasa wa kumpeleka hospitali, kwamba mzee anaumwa mpeleke hospitali, yeye mwenyewe pia pesa hana. Ingawa alikuwa ni mhubiri mzuri, yani anahubiri, akianza kuhubiri nguvu ya Mungu jinsi ambavyo inatembea, yani hutaweza kuamini kama ndio huyu ambaye labda pengine hana pesa ya kwenda hospitali. Kwa hiyo upako wa kutosha. Upako sio wa kutafuta. Yani mzee baba yangu ilikuwa ukiwa unaongea naye kama hivi, hautamani kutoka. Yani mazungumzo tu hivi ya kawaida kama hivi ambavyo tunaongea, ulikuwa huwezi kutamani kutoka karibu na yeye. Unajisikia tu kutamani kuwa naye karibu, kwa sababu ya yale mafuta, ule upako alionao. Lakini hali ya uchumi ilikuwa ni mbaya. Hali ni mbaya. Kiasi ambacho ni kwamba ni mgonjwa, anaumwa miguu, anatembea sawa, anaendelea na huduma sawa, ni kwa sababu ya ule moyo wa kupenda kumtumikia Mungu. Lakini kwa kweli alikuwa ni mgonjwa kwa kweli. Sasa ile utegemezwaji kutoka pengine makao makuu hivi ya ushirika hivi ilikuwa ikoje hivi? Kimsingi labda sasa hivi, lakini kwa muda wa miaka ya nyuma hakukuwa na jambo la namna hiyo. Yeye alikuwa anafanya kazi kama tawi, lakini alikuwa na ripoti kwenye parish. Alikuwa na ripoti kwenye parish, na parish ilikuwa na muangalizi, lakini mimi sikuwahi kuona wakati wote kwamba parish labda pengine imemsaidia kitu chochote, aidha kwenye afya au kwenye familia au kwenye huduma yake, kwa maana ya kanisa kujenga au kusupport hivi kitu fulani ndani ya kanisa lake.
sijawahi kuona parish ikifanya hicho kitu. Kwa hiyo ni mwenyewe tu unakuwa unapambana mwenyewe? Ya, ni mwenyewe tu, lakini nakumbuka kuna wakati fulani kuna walimu fulani ambao mahali ambapo alikuwa ameniambia mimi niwe nasali kulikuwa kumeanzishwa Bible school, na lilikuwa ni wazo lake yeye kwamba kuna chuo yeye alikuwa amesoma cha Biblia kiko Mombasa kule maeneo ya Mikindani. Kuna mahali panaitwa Mikindani. Alisoma pale, kile chuo kinaitwa Living Word Bible Center. Kwa hiyo alikuwa amesoma pale, wale walikuwa ni wa Swedish wamefungua kile chuo pale Mombasa. Kwa hiyo yeye kwa sababu alikuwa amesoma pale na walikuwa wanampenda kule, akawaomba wale walimu pale kwamba waweze kuwa wanakuja kufundisha huku Tanzania kanisani kwetu kwa muda mfupi kwa kozi fupi. Wale wakamkubalia wale wazungu. Kwa hiyo wakati walipokuwa wanakuja kufundisha ndio nilikuwa naona wale wazungu wanamsupport. Miaka ile ya 2003, 2004 kupata support hivi ya mtu anakupatia 500,000 ni pesa nyingi sana. Ni pesa nyingi mno. Ni pesa nyingi, kwa hiyo walikuwa wanampa, ilikuwa ni support ya mara moja. Haikuwa endelevu, lakini mara moja ambayo ilikuwa inamsaidia kuendesha mahitaji ya familia, lakini pia kwa upande mwingine pia wa kihuduma. Lakini pia ndio kipindi ambacho hiyo msaada ya muda mfupi ndio akaanza sasa kwenda hospitali, kwenda kuangalia ana tatizo gani, wakamwambia sijui figo zimefanyaje na nini na vitu kama hivyo. Lakini hali yake ilizidi kuendelea kuwa sio nzuri mpaka ilipofikia mwaka 2005, 6 hivi. Hali yake ilizidi kuwa sio nzuri sana. Ilipofikia mwaka 2000 kwanza kwenye ile issue ya wale walimu kuja kufundisha. Na mimi nikaingia kwenye lile darasa la ile shule ya Biblia. Tukasoma kwenye level ya cheti kwa muda wa miezi 6 kwa vipindi kwa awamu. Tukamaliza miezi 6 tukapewa vyeti. Ndio mara yangu ya kwanza kupata knowledge kwa njia ya mafundisho maalum kama vile. Kwa hiyo wale walimu sasa walikuwa wengine wametokea Kenya, walimu 4 walikuwa wametokea Kenya. Wengine walikuwa wametokea kwenye parish yetu ile. Akiwemo yule mwangalizi wa parish, yeye alikuwa ni mwalimu pia, na baba pia alikuwa ni mmoja kati ya walimu. Na wale walimu 4 ambao walikuwa wametokea Kenya. Sasa kuna yule mmoja, yeye alikuwa ni mmiliki wa shule. Kuna shule moja inaitwa Taita Academy kule Kenya. Yule mzee alikuwa anaitwa Harold Mganga. Harold Mganga alikuwa ni mmiliki wa shule hiyo Taita Academy. Sasa alipokuja huku alikuwa amepangiwa nyumba fulani hivi hapa Morogoro. Kuna eneo linaitwa Mazimbu Road. Kulikuwa na nyumba pale ambayo sasa hivi na nyumba imegeuzwa kuwa ni vibanda vya biashara. Yaani wamegawagawa ile nyumba, wamefanya kuwa vibanda vya biashara. Yule mwalimu akawa amempangia mule. Sasa kanisani pale alikuwa anahitajika kijana ambaye aende kukaa na yule mwalimu mule ndani, ili kwamba kama atahitaji chochote, mahitaji ya dukani, yule kijana awe anakimbia kwenda kumsaidia kuja kumletea yale mahitaji. Hakukuwa na mtu amejitokeza, ikabidi mimi nilipopata ile taarifa nikaenda kuomba wazee kwamba mimi niende nikakae naye pale. Kwa hiyo nikachukua mkeka wangu nikaenda kukaa na yule mwalimu huyo Harold Mganga, tunakaa naye mle ndani. Kwa hiyo kweli ilikuwa akihitaji labda dawa ya kupigia kusafishia meno, naenda dukani namchukulia namletea. Kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo na mimi nilikuwa darasani, lakini jioni wakati narudi kuja kupumzika narudi naye kuja kukaa naye pale ndani. Sasa mwishoni mwa ile kozi akaniuliza unafanya kazi gani? Nikamwambia mimi sina kazi yote ambayo nafanya zaidi ya kuomba tu na kufanya shughuli za vibarua tu vidogo kusaidia mafundi wa ujenzi, kuchimba mashimo, kuchimba misingi ya nyumba na vibarua vingine vyovyote ambavyo vinaweza kujitokeza. Akaniambia hapana, unatakiwa kupata kitu ambacho ukifanya kiweze kukuingizia kipato huku unajifahamu kwamba unachokifanya ni kitu gani. Nikamwambia sawa, naweza kuanza hivyo, lakini napata wapi uwezo wa pesa wa kwenda kusoma? Maana alikuwa anazungumzia issue ya kwenda kufanya kozi fulani, nisome kitu fulani. Wakati huo sasa, kabla bado sijaokoka, ukumbuke nimekuja Morogoro, wakati nimekuja kumtafuta mzee, tayari nishafanya kozi ya umeme wa magari. Tofauti tu ni kwamba nilikimbia wiki moja kabla ya kufanya mtihani wa mwisho, lakini si kwamba sikuwa na knowledge ya kufanyia kazi. Ningeweza kwenda kwenye garage yote, lakini sikuwa na
hilo wazo kama ni kuipenda ile kozi kwamba nimesoma ili nifanyie kazi. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo maarifa lakini sikutaka kufanya nayo kazi. Kwa hiyo Harold Mganga aliponiambia kwamba nitafute kitu cha kufanya, nikaona sasa hapa nifanye nini? Ikabidi mimi nikamshirikisha baba. Nikamwambia yule mwalimu amesema moja mbili tatu, akasema huo ni muujiza. Inabidi tukae chini ufikirie ni nini ambacho unatakiwa kukifanya. Nikamwambia mimi nataka kusoma issue ya mambo ya umeme lakini ni electronics, sio issue ya umeme huo majumbani. Akaniambia sawa, utaiweza maana nasikia ni ngumu. Nikamwambia hiyo mimi ndo naitaka. Basi tumeulizia hii VETA ya hapa Morogoro, ile kozi hapa VETA Morogoro hawafundishi. Inafundishwa Mbeya, kama sio Mbeya ilikuwa ni Mwanza pamoja na Dar es Salaam. Kwa sasa Mwanza na Mbeya ni mbali. Hatutaweza kumudu hiyo gharama, ingawa yule mwalimu alikuwa amesema baada ya kwenda kumwambia kama tutasoma electronics, akisema ngoja subiri nikisharudi Kenya nitatuma pesa. Sisi tukaona kama anatania. Kwa sababu ya hali ngumu tulionayo, tukaona kama anafanya utani. Basi ikabidi tusubirie. Ni kweli alipofika Kenya akatuma zile pesa baada ya kumtajia gharama. Nakumbuka jumla ya ada ya kozi yote wakati ule ilikuwa ni 180,000 kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo akatuma pesa zilikuwa ni 200,000 na kitu hivi. Zilikuwa ni 200,000 na kitu kwa thamani ya pesa ya Tanzania. Tukawa tumefanikiwa kupanda basi hapa, tukaenda Dar es Salaam pale Chang'ombe ku-apply, tukafanikiwa kupata nafasi. Sasa ikaja kuwa VETA ya Dar es Salaam ile haina boarding pale. Natakiwa kukaa uraiani. Kwa hiyo inabidi tupate chumba cha kupanga. Tunalipaje kodi? Unapata wapi godoro la kulalia? Unapata wapi kitanda? Of course kipindi kile ulikuwa huwezi kuwaza kitanda, lazima unawaza tu godoro peke yake, kwa sababu unawaza kitanda unapata wapi pesa kununulia kitanda. Lakini kulitokea na rafiki yake mmoja na baba anaitwa Bishop Ndabila. Kipindi kile alikuwa mchungaji tu kabla hajawa askofu. Ndabila anafanya kazi ya Mungu kule Tabata. Akamemfuata yule, akamwomba pale, akasema mimi kwa nyumbani kwangu, wakati huo naye pia Ndabila alikuwa amepanga nyumba tu kama mtumishi wa Mungu, mchungaji. Sasa mimi nyumbani kwangu kumejaa, lakini na kijana hapa ambaye anaweza labda pengine nikiongea naye anaweza kukubali kukaa naye kwa sababu yeye yuko tu peke yake. Kuna kijana mmoja hivi pale alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni moja ya kuchapa hizi karatasi. Kuchapa karatasi. Alikuwa anaitwa Peter. Akawa amekubali mimi nikae naye pale nyumbani kwake. Kwa hiyo tukawa tumetoka huku Morogoro, nimebeba unga, nimebeba na mchele vile tunavyoweza. Na wenyewe pia ulikuwa ni wa msaada. Kuna mama mmoja hivi anaitwa Mama Marubi, ambaye sasa bado yuko pale kanisani ambapo mimi nilikuwa nasali pale. Yuko pale, yule mama alikuwa amenisaidia vile vitu kwenda navyo kule chuo. Tulikuwa tumekaa pale na asubuhi naamka na zangu chuo, mchana narudi mpaka nilipomaliza sasa nikaa nimerudi tena Morogoro. Hiyo sasa ilikuwa ni mwaka 2006 mwishoni. Wakati nilipokuwa narudi kutoka Dar es Salaam chuo na kuja Morogoro, kipindi kile kulikuwa na mabasi hapa. Zile basi zile za tajiri mmoja ilikuwa inaitwa Sadiki. Na zile zilikuwa inaitwa Sadiki hivyo, Sadiki line. Nilikuwa nimepanda ile. Nikiwa nashuka pale stendi ya mabasi Morogoro, nimejaribu kutafuta begi yangu ambayo ilikuwa na madaftari na mavitabu nimetoka nayo chuo kule na nguo zangu. Ile begi haikuwepo kwenye basi. Ilipoteaje sasa? Hata haijulikani. Ukiniuliza mpaka leo, mpaka sasa hivi ninavyoongea, haijulikani ile begi imepoteaje. Na yani inawezekanaje mtu akashuka na begi na asionekane? Kwa hiyo kumbukumbu ni kwamba ulipanda nalo kabisa. Nilipanda nalo kabisa. Nimepanda nalo kabisa. Ndani ya begi kulikuwa na madaftari yangu ambayo yalikuwa na notes za ile course. Kulikuwa na Biblia, kulikuwa na nguo na nakumbuka kulikuwa na kanda mbili mle ndani. Kulikuwa na ndala pia. Nimeweka mle ndani ya begi. Narudi sasa nyumbani ili niendelee maisha mengine. Sikuiona ile begi. Makondakta wamenisaidia kutafuta kwenye gari yote, kwenye mabuti wapi hamna, na sikuweka kwenye buti. Ilikuwa ndani ya basi, ndani kabisa, juu ya carrier, mahali ambapo mimi nimekaa. Yaani usawa mimi nimekaa. Lakini haikuonekana kabisa. Mpaka nafika nyumbani naingia pale mikono mitupu. Baba anashangaa, ilikuwa ni saa za jioni. Baba anashangaa, imekuwaje?
unarudi tena chuo? Nikamwambia hapana, ndo nimerudi hivi moja kwa moja. Kwa nini? Nikamwambia tayari tumeshamaliza kozi. Sasa nakuuliza hivi kwa sababu nakuona umekuja tu hivi wewe kama wewe na nguo ulizovaa. Si kutoka hapa na begi? Nikamwambia begi imepotea kwenye basi. Hakuamini. Naye pia anashangaa. Nikamwambia ndio hivyo, yaani hizi nguo nilizovaa ndio hizi nilizobakiwa nazo. Kwa hiyo nikawa na nguo zile tu, ile suruali nilovaa nitoka nayo safari ndio hiyo na shati ndio hilo na viatu ndio hivyo. Siku ya kwanza, ya pili, siku ya tatu kuna kaka yangu mmoja ni mtoto wa shangazi yangu, yeye ni askari polisi. Sikuwahi kuonana naye tangu nimezaliwa. Kwa mara ya kwanza ndo amekuja Morogoro kumsalimia mama yake, ndio naonana naye. Na yeye sasa alikuwa anafanyia kazi kule kituo cha polisi kule Mtukula. Sasa ndo ametoka kule ana begi, sio alikuwa amemnyang'anya mhalifu gani anajua mwenyewe. Yaani amekuja na masuruali ya kitambaa zimeshonwa. Amekuja nalo lile begi kama lilivyo. Akanambia twende. Tukaenda nyumbani kwa mama yake alikofikia. Akanambia chukua ile begi wewe nenda nalo tu nyumbani. Nikamuuliza kuna nini? Akasema huko kuna nguo, wewe nenda nazo tu zote. Yaani nimefika nyumbani, nalifungua lile begi. Kila suruali ninayojaribu ni kama nimepimwa mimi. Nakumbuka kulikuwa na suruali 3 mle ndani za kitambaa zenye rangi tofauti tofauti. Kulikuwa na tai na kulikuwa na kitambaa kingine ambacho hakijashonwa. Kwa hiyo nikawa na suruali 3 za ziada. Na baadaye pale kanisani kulikuwa na rafiki yangu mmoja. Bila kuuliza zimetoka wapi? Mimi sikuuliza. Sikuuliza kabisa. Lakini nilikuwa najua kwamba huyu hizi suruali hajashonesha yeye kwa sababu jinsi zilivyo ni ndogo kuliko yeye alivyo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile atakuwa amezipata kutoka kwenye sehemu ya kazi yake. Kwa ameamua kuja nazo ili ziwe zawadi kwa watu watakaowakuta kula na kukwenda. Na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza tangu nimezaliwa kukutana naye huyu kaka yangu binamu. Kwa hiyo nikachukua zile nikamshukuru sana. Kwa kweli niliona kama kuna wakati ambapo nimewahi kuomba maombi nikaona Mungu anajibu maombi hivi waziwazi kwa maombi yangu mwenyewe, ni kwenye ule muujiza. Pasipo kujali kama kuna mtu mwingine alikuwa amenyang'anywa au alikuwa amezipata wapi, lakini kwangu mimi kwa wakati ule ulikuwa ni muujiza. Ule ulikuwa ni muujiza. Kwa hiyo ikawa nimepata nguo za kuvaa kwa namna hiyo. Sasa nimerudi na yale maarifa nilionayo. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Luka. Tulikuwa tunasali naye pale kanisani hapa Morogoro. Yeye pia akanisaidia mashati, akanisaidia na viatu, akanisaidia na tai. Maisha yakaendelea. Wakati huo ilifika mahali kwa sababu ya hali mbaya ya kuendelea yale mapito yale wokovu. Ilifika mahali pale kanisani kwa kweli nilikuwa naenda nikiwa na ndala ambazo zina rangi mbili tofauti. Nakumbuka upande wa kulia nilikuwa navaa ndala yani kanda mbili. Hizi slipper ilikuwa ni nyekundu upande wa kulia, upande wa kushoto ilikuwa ni ya blue. Unaona, na nimeivaa ile ya kulia ilikuwa mpaka kwenye upande wa kisigino imetoboka kwa chini. Lakini nilikuwa nikifika kanisani tukiimba pambio, mimi nacheza pale kama vile hakuna chochote kile ambacho kimetokea. Na vile tangu kabla sijaokoka nilikuwa napenda kucheza muziki. Nilikuwa napenda sana muziki. Kwa hiyo nilikuwa nikifika kanisani ndo mahali pangu mbadala ambapo naweza nikamalizia kiu yangu ya kucheza. Kwa hiyo niliposaidiwa zile nguo maisha yakawa yanaendelea hivyo na nimerudi na yale maarifa. Luka alikuwa anafanya shughuli hizo za electronics. Walikuwa na ofisi yao pale hapa Morogoro, kuna eneo fulani panaitwa Masika. Ilikuwa inaitwa Swiss Electronics. Ilikuwa imepewa jina hilo. Nikawa nimemuomba kama mimi naweza kujiunga hapo, nifanye mazoezi nipate uzoefu zaidi baada ya kutoka kule chuo. Akanienda kuniunganisha pale na wenzake alionao, tulikuwa tunafanya kazi hapo pamoja. Wakanifundisha na ujuzi wa ziada wa kuseti hizi satellite dishes. Nikawa na ujuzi huo. Na tulikuwa na wateja wengi kweli kweli. Yaani kwenye kazi hiyo ilinipatia wateja, nikawa nafanya kazi mpaka maeneo ya mkoa wa Pwani huku, Morogoro hii, maeneo mengi sana tumepita huku kufanya shughuli. Wakati mwingine tulikuwa tunaalikwa kufika mpaka Moshi, mpaka maeneo ya Ugweno kule, tumefika kule kote kufanya kazi za kufunga madishi pamoja na kutengeneza vifaa vya electronics. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ilipofika mwaka 2007 mzee hali yake ile ya kusumbuliwa na afya iliendelea, ilishamili kwa sehemu kubwa sana. Hali ilikuwa mbaya. Baadaye mwaka 2007 mzee akapoteza maisha.
akafariki. Tunaamini kwamba sasa hivi tutamkuta mbinguni kwa namna moja au nyingine. Baada ya hapo, kwangu mimi ilikuwa ni wakati mmoja mgumu sana, kwa sababu nilishazoea nikifika nyumbani namkuta mzee yuko pale, tunashare neno la Mungu, ananifundisha. Kwangu mimi alikuwa ni kama ngao, alikuwa ni mahali ambapo naweza kupumulia nikipatwa na shida, nikipatwa na changamoto ya kiroho, naweza kwenda kumuelezea. Hekima yake ilikuwa inanisaidia kwa sehemu kubwa. Ilinisumbua sana. Na wakati ule msiba umetokea, ukweli halisi ni kwamba sikulia. Siku ya kwanza sikulia. Amezidiwa ile siku, tumempeleka hospitali. Tumefika tu hospitali, nikaambiwa nenda nikanunue mabomba ya sindano. Kabla sijafika pharmacy, napewa taarifa kwamba ameshafariki, wewe rudi tu. Kwa hiyo akawa pale odini, tukafanya tu process za mazishi. Sikulia ile siku. Yaani sikuwa naamini kama kile kilichotokea ni kweli kimetokea. Sikuwa naamini kama kweli mzee amefariki. Kwa sababu alikuwa ni mtu mzuri sana kwangu. Pamoja na kuwa tangu nikiwa mdogo vile sikuwahi kuona upendo wake, lakini baada ya ule muda mfupi wa miaka ile michache niliyokaa naye katika hali yake ya wokovu, kwa kweli niliuona upendo mkubwa sana. Niliuona upendo mkubwa, amejitahidi kunionyesha upendo kwa namna ya kuziba lile gap la miaka ile ambayo pengine ilikuwa imepotea pasipo mimi na yeye kuwa karibu tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo kwangu mimi nilikuwa naona kama vile ni hadithi tu imetokea pale, nilikuwa sijaamini kabisa. Baada ya wiki moja tumeshazika tayari, ndio sasa naanza kuona uchungu moyoni kwamba hivi kumbe ni kweli hivi mzee amefariki. Kwa sababu nilipofika kanisani ile wiki tuliozika, nilipofika kanisani ndio sasa yule mwangalizi wa parish anaanza kuzungumzia kile kifo cha mzee pale. Ndio sasa naanza kupata picha, hivi kumbe ni kweli bwana mzee anaweza kuwa amefariki. Ndio sasa machozi yananitoka nikiwa kanisani. Nikashindwa kuhimili, nimeshindwa kabisa kukaa kwenye ibada. Ikabidi nirudi nyumbani. Namshukuru Mungu, watu wakawa wamenifariji pale, lakini ilinichukua muda mrefu sana mpaka kuja kukaa sawa sawa, kuona kwamba nitapata wapi baba wa kiroho mwingine kama vile ambavyo alikuwa baba yangu. Yaani kwangu mimi yeye alikuwa ni zaidi ya baba tu wa kawaida. Kwangu mimi yeye alikuwa ni baba pande zote. Alikuwa ni baba wa kiroho. Kwa hiyo ilinisumbua sana kupata mbadala wake, ilinisumbua kweli kweli. Mwaka 2008 ndio sasa nikawa nimechumbia na nikaoa. Mwaka 2008 nikaoa, na baada ya kuoa changamoto ya maisha ikaanza hapo tena, kwa sababu zile shughuli nilizokuwa nazifanya za kiufundi baadaye ni kama vile zikawa zimefungwa. Yaani miezi miwili mitatu tu baada ya kuoa zile shughuli ikawa hakuna mteja anakupigia simu wala hakuna mahali unaweza kwenda kufanya kazi. Ikawa sasa hakuna shughuli naweza kuifanya. Nikaona hapo sasa maisha yameshakuwa magumu, na kipindi chochote bado nilikuwa naendelea tu kufanya shughuli za uinjilisti. Unaalikwa huku, unaalikwa kule, unaenda kuhubiri kule, unaenda kutumwa kule kwenda kufanya huduma. Kwa hiyo ikabidi nianze tu kufanya shughuli za huduma tu peke yake, huduma za kiroho. Unafanya uinjilisti, unafanya semina, lakini pamoja na kufanya semina unahubiri, unafanya nini, watu wanapona, watu wanaokoka, watu wanashangilia, lakini bado hali halisi ya maisha, uchumi ilikuwa ni mbaya. Yaani ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Mpaka wanajiuliza hii ni nini? Kiasi ambacho tukapata wazo sasa na mke wangu tuweze kuhama. Na sasa hiyo tayari mke wangu alishakuwa na ujauzito. Tuweze kuhama kutoka Morogoro tuhamie Dar es Salaam. Twende tukatafute fursa mbadala. Tukuni kweli tukafanya maamuzi. Nakumbuka mara ya kwanza nahama Morogoro naelekea Dar es Salaam, mtu aliyenisaidia nauli au pesa ya kuhama ya kutokea hapa Morogoro kwenda Dar es Salaam alikuwa ni mama mkwe wangu. Unaweza kuona picha iliyokuwepo. Yaani maisha yanakuwa magumu mpaka mama mkwe anaingilia kati kukusaidia kuokoa jahazi. Unaona? Hali kama mbaya namna hiyo. Na nilipofika Dar es Salaam haikuwa tu moja kwa moja kwamba nimeenda kufikia labda kwenye nyumba ya kupanga au kwenye chumba cha kupanga. Nilifikia nyumbani kwa wakwe zangu. Yaani umefikia ukweni. Unaweza kupata picha ya namna hiyo kwamba yani mwanaume umeoa binti, alafu sasa maisha yamekuwa magumu, unaenda kwanza kujihifadhi kwa wakwe. Ili ukae hapo kwa muda mfupi huku unaangalia channel zinakaaje. Unaangalia njia ya kutokea. Kwa kweli nimekuwa pale nyumbani kwao, walinipatia pale chumba
Nimekuwa pale kwa muda isiyopungua miezi miwili au miezi miwili kasoro, mpaka baadaye nilipopata kazi. Kulikuwa na kiwanda fulani cha kutengeneza chakula cha mifugo, walikuwa wanahitaji msimamizi pale, usimamizi upande wa uzalishaji, na kweli halisi mimi ndio hicho kipawa cha mambo ya usimamizi wa mambo, yani kusimamia tu hivi ni kitu ambacho Mungu ameniumba nacho. Kwa hiyo nikapata kazi pale. Lile taaluma yako vipi hujaifanyia kazi sasa hapo? Ile taaluma nilifanyia kazi na imenisaidia. Ile taaluma imenisaidia. Ile ya niliyosoma Chang'ombe Dar es Salaam ya electronics imenisaidia, na ndio taaluma ambayo kama nilivyokuambia nilipopata nafasi ya kufanya kazi na yule rafiki yangu nilikwambia anaitwa Luka kwenye ile ofisi yao inaitwa Swiss Electronics. Na mimi nikawa naendelea kufanya kazi pale, tunafunga ile madishi, tunatengeneza ma TV na nini. Ndio pesa ambayo ilikuwa inanisaidia mimi sasa kuweza kula, na baadaye mzee alipofariki ni kama vile familia sasa ikawa imetawanyika, mimi kalazimika kupanga chumba nijitegemee sasa. Ndio hiyo kazi imenisaidia kununua, ndio hiyo kazi ilinisaidia kupata kununua godoro, ndio hiyo kazi ilikuwa inanisaidia kulipa kodi ya kile chumba. Kichumba chenyewe hakikuwa kichumba kivile, kilikuwa ni kama vile store fulani. Na mwanzo kabla sijapata godoro nilikuwa nimeanza kulala kwenye boksi, yani nalalia boksi kule ndani, alafu napanga matofali haya ya udongo ya kuchoma, ndio nalalia hapo, nafanya mto. Ndio sasa unaanza kujiandaa pole pole, na hiyo ilidumu kwa muda wa miezi mingi sana. Nalala kwenye boksi, nalalia mto ni zile tofali. Ndio hiyo sasa kazi baadaye imeanza kuchanganya, ndio ikaanza kunisaidia sasa naanza kupata godoro. Na godoro sio kwamba ni hizi magodoro kama haya ya sponge. Ni yale magodoro ya kutengeneza na hivi vitambaa na sufi zile. Ni zile sufi zile wanatengeneza tu kienyeji mtaani. Ndio yale magodoro. Godoro langu la kwanza mimi nanunua, nakumbuka nilinunua shilingi 1,800 kipindi kile. Lile godoro nikaa nalalia godoro lile. Baadaye sasa ndo nikapata kitanda, ndo nikanunua godoro jingine. Ambalo ndo lile la zamani sasa nikampa mdogo wangu yule ambaye tumechangia baba, ambaye amezaliwa kwa mama huyu mwingine ambaye tulikuwa tunakaa naye hapo Morogoro. Kwa hiyo imenisaidia, na ndio hiyo kazi ambayo baadaye imenisaidia kulipa mahali, ilinisaidia pia kulipia gharama zile za sherehe ya harusi. Kwa mfano kama kulipia ukumbi, kulipia mapambo, kulipia music system kwa ajili ya kuendeshea ile sherehe. Hivyo vyote hivyo nimevifanya kwa pesa ya kazi ya mikono yangu mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu vingine tu vidogo vidogo ndivyo ambavyo michango ya watu ilikuwa imehusika kwa namna moja au nyingine. Ile umeme wa magari ndio uliachana nayo? Ile umeme wa magari mpaka leo sijawahi kufanya nayo kazi. Sana sana tu labda mtu kama anahitaji ushauri, ndio mpaka sasa hivi naweza kumshauri kwamba hilo tatizo lako la gari ni inaweza kuwa ni hii. Kwa hiyo fanya hivi, fanya hivi. Hiyo ndio naweza kuifanya, lakini kuifanyia kazi hivi kwa maana ya kwamba ili nipate pesa sijawahi kufanya hiyo, sijawahi kufanya kazi kabisa. Okay. Kwa hiyo ikawa imeenda namna hiyo. Sasa mzee wakati alipokuja kufariki mwaka 2007 nilipata wakati mgumu sana. Ilinichukua kwa muda mrefu tangu hata nilipokwenda Dar es Salaam nimeendelea kufanya ile kazi pale kiwandani. Kwa kweli nilikuwa na wakati mzuri pale kiwandani, maisha yalikuwa mazuri. Kwa hiyo ulisema kazi ulipata ya kusimamia. Ulikuwa unasimamia ni nini? Nilikuwa nasimamia uzalishaji wa chakula cha mifugo, hasa kuku. Kiwandani. Kiwandani. Okay. Hasa kuku hawa hizi broiler hawa. Kwa hiyo nasimamia pale uzalishaji lakini pamoja na mauzo. Nasimamia uzalishaji pamoja na mauzo. Kwa hiyo nilikuwa kama supervisor tu kwenye kile kiwanda pale, na tulikuwa tunafanya vizuri tu. Nashukuru kwa kuwepo kwangu pale, ukweli halisi kile kiwanda kilikuwa kimeongeza uzalishaji kwa sehemu kubwa sana. Lakini baadaye ilitokea tu ni kama vile mtu umetegewa mtego wa kimahesabu katika mambo ya stock ya mzigo ulioko ghalani uliozalishwa na kile kilichotoka. Ni kama vile kuna wizi fulani ulitokea, hata mimi mwenyewe sikujua nini kimeendelea pale. Kwa hiyo ikawa kama vile wakati wa kufunga hesabu ikaonekana kuna short pale kubwa sana ya milioni za pesa zisizopungua kama 10 hivi au kuendelea. Kwa hiyo ikabidi nifukuzwe kazi. Nikafukuzwa kazi, maisha yakaendelea kuwa magumu tena. Nikarudi sasa katika mambo yangu ya uinjilisti. Wakati huo tulikuwa tunasali kwenye kanisa moja la TAG kule Boko basi haya, kwa mchungaji mmoja anaitwa Michael Salaka. Yule mchungaji ni mtu mmoja mzuri sana kwa sababu kipindi cha
zile taabu zangu amenisaidia sana katika ushauri, lakini wakati mwingine hata kutusaidia katika mambo ya uchumi yeye mwenyewe kwa kujitoa kwake. Kwa hiyo hali ilivyozidi kuwa ngumu pale, nikarudi tu moja kwa moja kuwa katika hali ya mambo ya huduma. Pale nikateuliwa kuwa mwinjilisti kwenye ile kanisa, lakini baadaye nikawa mwinjilisti wa section. Kwa TAG ukisema section maana yake ni kwamba wewe ni kiongozi wa makanisa 10. Makanisa 10 ya lile eneo husika pale. Kwa hiyo nikawa mwinjilisti wa section. Kwa maana ya kwamba idara ya uinjilisti katika yale makanisa 10 ilikuwa inasimamiwa na mimi. Kwa hiyo tukawa tunafanya huduma kwa namna hiyo. Baadaye maisha nikaona ni magumu. Yaani unafanya kazi ya Mungu lakini bado uchumi unasumbua. Yaani kitu kikubwa ni kwamba nilikuwa najua kwamba mimi ni mtu nina wito. Lakini kitu pekee ambacho kilikuwa kinanisumbua ni kwamba ninawezaje kufanya kazi ya Mungu ikiwa familia kuna njaa ndani, chakula hamna na nini na nini. Yaani ile imani ya kwamba okay, ngoja nikae, Mungu ataprovide, Mungu ataleta uwezo. Ilikuwa kwangu mimi hiyo imani sina. Nilikuwa naona kwamba lazima nifanye kazi. Kwa sababu unapokuwa na mke, unakuwa na watoto, maana yake ni kwamba familia inatakiwa ikutegemea, wanatakiwa kula, wanatakiwa kuvaa, wana kodi ya nyumba inatakiwa, maji, umeme na vitu kama hivyo, na kuna dharura kama watu kuugua, wanatakiwa ende hospitali. Kwa hiyo nilikuwa naona hiyo hali imekuwa ngumu. Kwa hiyo na yenyewe pia nikaacha yale madaraka, ikabidi nitafute kazi mahali pengine. Ndio nikapata kazi Tanga sasa. Kule Tanga kule nimekaa miezi kadhaa, nikaona moyoni sina amani kabisa. Moyoni sina amani, familia iko mbali. Alafu moyoni unajijua kabisa kwamba wewe ni mhudumu wa Injili. Hauna amani kufanya kazi tofauti na ile. Yaani wewe unajiona kabisa kwamba Mungu amekuita, unatakiwa kuwepo maeneo ambayo ni karibu na uwezeshaji wa kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo ikabidi niache kazi kule. Kule niliacha kazi mwenyewe. Kwa miaka ile ilikuwa mwaka 2010 na 11 hivi. Nilikuwa nalipwa mshahara 600,000 baada ya makato, 680 baada ya makato yote. Kwa miaka ile pesa ile ilikuwa ni nyingi sana. Lakini niliacha kazi kwa sababu tu ya msukumo wa moyoni mwangu, wito unanisumbua. Hasa wakati huo ilikuwa tayari tumeshahama Boko basi haya. Tumetafuta nyumba nyingine ambayo kwetu sisi itakuwa ni nafuu kulipa, kwa sababu ile ya pale Boko basi haya tulikuwa tunalipa kwa mwezi 65,000 kitu kama hicho kwa mwezi kipindi hicho. Kwetu sisi bado ilikuwa ni hela nyingi sana. Kwa baada ya kufuzwa kazi tulishindwa kulipa. Ikabidi tutafuta nyumba ambayo ni chumba na sebule. Tukawa tunalipa 40,000. Tukawa tunalipa 40,000. Tukaambia maeneo ya Gongo la Mboto kule kunaitwa Lelini. Tukawa tunaishi kule. Sasa kule watu tukawa tumehamia kule, mimi nilipoacha kazi sasa Tanga ndio tukawa tunaishi kule Lelini. Tunaishi pale, tunalipa hiyo kodi ndogo, lakini pia baadaye hali tena ikawa mbaya. Ndio sasa tulikuwa tunasali kwenye kanisa la EAGT wa mchungaji mmoja anaitwa Wilson Lupia, ambaye sasa hivi ni marehemu. Mungu ambariki sana yule mtumishi, kwa sababu kwa kweli amenisaidia vya kutosha. Katika kipindi chochote ninachokuelezea cha miaka hiyo yote, sikuwahi kupata baba wa kiroho ambaye namuona kwamba angalau anaweza kufanana na vile ambavyo baba yangu alikuwa kwangu, katika kule kunibeba kiroho na kwa namna ya kunifundisha na kwa namna vile ambavyo alikuwa ananibeba kwenye maombi. Sababu mzee alikuwa akiona kuna jambo zito linakujia, yeye anaungana na wewe kufunga na kuomba, hata kama ni siku 21 mnaenda wote pamoja. Kwa hiyo unakuwa ile mtu unatiwa nguvu, unasonga mbele kwa namna hiyo. Sasa nilipokutana na huyu mchungaji wa EAGT Wilson Lupia, yani yeye kwa sehemu kubwa sana kwa kweli amehusika kwa sehemu kubwa kuamsha ile hamasa ya uwezo wa kiroho, ile hamasa ya huduma, kutamani huduma, kwa sababu alikuwa anatembea na mimi kama vile ambavyo baba yangu alikuwa anatembea. Na niseme tu kweli kwa sehemu kubwa huduma nilionayo leo, mchungaji Wilson Lupia ana mchango mkubwa sana. Kwa sababu baada ya baba yangu mimi kufariki, ni kama vile huduma nilikuwa nafanya, lakini ile ya juu nilikuwa nimekata tamaa. Lakini Wilson Lupia yeye amehusika kwa sehemu kubwa sana kuinua huduma ya kwangu mimi kwa hatua nyingine. Na ndio huyo sasa, baada ya kuwepo pale kwa muda fulani, yeye akataka kwenda kufungua kanisa mahali pengine, maeneo ya Goba kule Dar es Salaam. Kuna eneo linaloitwa Goba.
Sisi akatuachia pale tuendelee kuchunga pale kule Gongo la Mboto. Kwa mara ya kwanza naachiwa kanisa kuchunga pale Gongo la Mboto. Tumechunga lile kanisa pale kwa muda wa miezi kama 8 hivi. Hali kazidi kuwa mbaya, tukaona hali ile ya uchumi inazidi kuwa mbaya tena pale. Nikawa nashindwa tena kuvumilia. Kama nitavumilia hii hali ya kukaa na njaa mpaka lini? Kwa sababu sadaka hazitoshi, huwezi kuchukua sadaka huku hali ya huduma maeneo mengine inazorota, ule sadaka yote, mafungu ya 10 hamna. Washirika wenyewe ndio hivyo sana, hali zao na wenyewe pia sio nzuri pia. Wanasema hii hali ni mbaya, huduma haiwezi kufanyika namna hii. Ikabidi tuende jimboni sasa. Twende tukatoe taarifa kwamba watafute mchungaji mwingine wamlete pale, kwa sababu sisi tumeshindwa kufanya ile kazi kwa sababu ya hali ngumu ya uchumi. Kuna namna ambavyo tunataka kuishi ili tuweze kujikwamua. Kwa hiyo nikaacha kuchunga lile kanisa pale. Tukahamia maeneo ya Goba. Kwa hiyo hoja ikapitishwa, ilikubaliwa kabisa. Ilikubaliwa kwa hoja ambazo mimi nimezitoa pale, ilibidi ikubaliwe kabisa. Kwa sababu mimi niliwaeleza waziwazi kwamba kwa mfumo wa familia yangu jinsi ilivyo, yani haiwezekani mimi kuendelea na hii huduma familia ikiwa na njaa. Kwa vyovyote vile, kama si mimi, basi familia tutaua kitu kimoja au tuue kanisa. Huduma ifi. Kwa hiyo ikabidi tu wakubali, wakamtafuta mtu mwingine wakamleta pale. Sisi tukahamia Goba sasa. Tunatafuta unafuu wa mahali pengine pa kuishi. Tukawa tumepata kule nyumba, tukapata chumba na sebule. Tukapanga kule tena, tukawa tunalipa 60,000. Tukawa tunaishi pale. Ndio katika kutafuta kazi, nikapata kazi kwenye kampuni moja. Nilianza tu kama kibarua. Naweza kufanya kazi kama kibarua. Ilikuwa bandarini kule Dar es Salaam. Nafanyia kule kama kibarua. Kwa siku nilikuwa nalipwa 6,500. Nauli hapo hapo, unakula hapo hapo. Lakini niliendelea kuvumilia hivyo, nimefanya ile kazi kama kibarua kwa muda wa miezi 6. Sometimes nilikuwa lazimika kutembea kwa mguu kutoka bandarini kule mpaka unafika Goba, ili mradi tu usiguse ile pesa, kwa sababu inatakiwa kwenda kusaidia familia. Kwa hiyo ilidumu hiyo kwa muda fulani. Baadaye wale wakubwa wa ile kampuni wakaona waweze kuniinua, wakanipandisha nafasi. Kwa hiyo wakawa wameniajiri, wakanifanya kuwa msimamizi pale. Nikawa supervisor. Nikaanza kulipwa mshahara kila wiki. Kwa hiyo kwa wiki nilikuwa nalipwa 37,000. Nalipwa 37,000, no, ilikuwa ni 47,000 kwa wiki. Baadaye ikawa imepanda, nikawa nalipwa 60,000 kwa wiki. Baadaye wakasema basi tutakuwa tunalipa kwa mwezi kama tunavyowalipa watu wengine. Wakawa wanalipa 300,000 kwa mwezi. Baadaye wakanipandisha mshahara, wakawa wanalipa 400,000. Baadaye nikapandishwa mshahara, nikawa nalipwa 580,000. Hatua kwa hatua. Angalau maisha yakawa yamebadilika kwa namna hiyo. Lakini bado kule moyoni sasa, ule wito unanisumbua. Sipati amani kabisa kuwepo nje ya wito. Yaani najiona kabisa kwamba mimi ni mhudumu wa Injili ambaye natakiwa kutulia ili niweze kufanya kazi ya Mungu. Ilipofikia mwaka 2015, nilishindwa kabisa kuvumilia. Niliandika barua ya kuacha kazi mwenyewe kwa sababu ya wito. Na kwenye ile barua sasa niliandika tu waziwazi kwamba naacha kwa ridhaa yangu mwenyewe naacha hii kazi kwa sababu nataka kwenda kumtumikia Mungu. Sasa wazungu hawajui kumtumikia. Lakini mimi nilikuwa nimewaambia kwamba nataka kwenda kumtumikia Mungu. General manager aliniita ofisini akaniambia kama tatizo ni mshahara tuambie tukuongeze. Ukweli halisi ni kwamba baada ya wiki moja mimi nimekaa nyumbani, nilifikiria kurudi tena kazini kwa sababu walikuwa wameniambia wataniongeza mshahara. Nilirudi. Ukarudi kazini? Nilirudi kazini. Yaani ilikuwaje? Mambo yakawa magumu ama ni nini? Hapana, ni kwa sababu nilidhani kwamba labda pengine Mungu alikuwa amesababisha mimi ni wapate wazo la kuacha kazi ili wale wapate wazo la kuniongeza mshahara. Kwa hiyo nilirudi kwa kudhani ya kwamba ni sauti tu ya Mungu imetengenezwa kwa namna fulani. Lakini niliporudi bado sikupata amani pia. Kwa hiyo nikalazimika baada ya kupokea mshahara wa mwezi mmoja tena niombe tena kuacha kazi. Hii sasa haikuwa masiala, ilibidi niache kazi moja kwa moja. Kwa baada ya kuacha kazi pale, tukawepo tu kanisani, tukawa tunasali kwenye kanisa moja pale kulikuwa na Wakenya fulani wana kanisa lao pale maeneo ya Tangibovu. Tukawa tunasali pale. Tumekaa pale karibia mwaka mmoja. Kwa ile pesa niliyoipata mara ya mwisho nikaitumia sasa kwa kubuni mradi wa kilimo. Nikawa nalima matunda
nilikuwa nalima matikiti maji haya. Nilikuwa naishi Dar es Salaam lakini nalima huku Morogoro. Nilikuwa nalima maeneo fulani yanaitwa Dakawa. Nalima matikiti pale. Na ndio ambayo ilikuwa inatusaidia sasa, navuna, unalima tena, unalima alizeti, unalima mahindi. Ndio sasa tukawa tunapata namna ya kujikimu kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunafanya kazi ya Mungu pale, lakini huku mambo ya kilimo yanaendelea. Na ndio kwa mara ya kwanza Mungu alikuwa amesema na mimi kuhusu swala la waziwazi kabisa kwamba sasa hivi hauwezi kuajiriwa, unatakiwa kufanya kazi nitakayokuambia mimi. Na nakumbuka wakati nimeacha kazi kule bandarini, nilikuwa nimefunga maombi kwa siku 14 kumuuliza Mungu direction. Kwa sababu nilishachoka kwamba naajiriwa naacha, naajiriwa naacha, nafanya kazi ya Mungu naacha kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo ikabidi niingie kwenye maombi ya siku 14 ili nimuulize Mungu nifanye nini sasa. Kwamba mfumo halisi ambao mimi natakiwa kuishi ni upi ili kwamba niweze kutulia na huu wito. Ndio sasa Mungu akaniletea hilo wazo kwa namna ambavyo sio ya kawaida. Lilikuja na msukumo fulani. Nikajua kabisa kwamba wazo la kilimo limetoka kwa Mungu. Na ni kweli nilipokuwa nafanya hivyo tukaona tunafanikiwa. Na wale wa Kenya baadaye wakawa wameshindwa kufanya ile kazi kuishi hapa Tanzania, wakawa wamerudi kwao Kenya. Kwa hiyo sisi pale tulikuwa kama wazee wa kanisa, tuliteuliwa kuwa wazee wa kanisa pale. Katika kutumika kwetu tulikuwa na nafasi hiyo. Walivyoondoka sasa wakatuachia ile kanisa pale. Kwa hiyo nikawa mchungaji tena kwenye kanisa la kuachiwa pale. Huduma bado inaendelea tu kunifuata. Basi ukaendelea kuchunga ile kanisa pale. Baada ya mwaka mmoja kama na nusu hivi, mwenye eneo, kwa sababu ile kanisa lilikuwa kwenye eneo ambalo tulikuwa tumewekwa tu pale, tulikuwa tumepewa tu bure kufanyia huduma pale, na tumekupa kwa muda wa miaka mingi isiyopungua 3-4 hivi. Na wenyewe wakawa wanalitaka lile eneo pale, wanataka kuliuza, na sisi pesa hatuna. Kama unavyojua lile eneo lilikuwa ni kubwa, na Tangibovu kule kununua eneo unatakiwa kuwa na pesa nyingi. Lile pale kwa thamani ndogo kabisa ilikuwa inauzwa milioni 250 pesa ya Kitanzania. 250. Mwaka gani? Mwaka 2016 mwishoni. 2016 mwishoni. Okay. Yeah. Tukasema hapana, sisi hiyo pesa hatuna. Na ukweli halisi ni kwamba kwa sababu ya uchumi wa kanisa la jinsi ulivyokuwa, tulikuwa pia hatuna uwezo wa kwenda hata kukodi ukumbi, kwa sababu tulikuwa tunatafuta ukumbi, kila ukumbi unaoulizia wanakuambia kwa wiki unatakiwa kutulipa 300,000, na mwingine anakuambia 400,000. Sasa kwa wiki 400,000 unahesabu sadaka kwa wiki yenyewe hata 100,000 haifiki. Yaani sadaka ya wiki nzima 100,000 haifiki. Kwa mwezi 400,000 hiyo haifiki. Sasa kwa namna moja au nyingine tukawa tumeshindwa. Nilichokifanya mimi nikamwambia sasa, sikiliza. Nikamwambia wale waumini, tukisema kwamba tutafute eneo tutachelewa. Watu wengine watarudi nyuma, watu wengine watapotea. Mimi ninaomba niwapeleke kwa mtu ambaye ninamwamini kwamba mtakuwa salama. Mpaka tutakapopata eneo la kwetu wenyewe, wale mtakaoona kwamba mnaweza kutoka hapa mrudi tena kufanya kazi na sisi, mnaweza kufanya hivyo. Waliokubali wakawa wamekubali, wengine wakaenda kwenye makanisa mengine. Kwa hiyo tukawachukua wale waliokubali tukawapeleka kwenye kanisa la mtu tunayemwamini. Kwa hiyo ikawa namna hiyo. Sisi baadaye sasa, baada ya kukosa uwezekano wa kukodi mahali pengine au kupata mahali pengine kufanyia huduma kama kituo, ikabidi sasa tumefanya mawasiliano na mtu tuende Mbeya tukafanya huduma. Kule nako tukawa na kanisa la kuachiwa. Tumelichunga lile kanisa kwa muda wa mwaka 1.5. Lakini baadaye tukawa tunapishana katika issue ya mambo ya pesa, mitazamo kati ya kwetu sisi na yule aliyokuwa ameturuhusu kwenda kule. Tukaamua kumwachia lile kanisa, sisi tukafungua kanisa jingine kule kule. Mimi na mke wangu tukaanza kanisa pale upya. Tunapiga pambio, hamna viti. Tuko kwenye ukumbi. Ukumbi ule tunasema tumekodi, lakini mwenye ukumbi hatujamlipa hela bado. Tumemwambia kwamba subiri baada ya wiki 2 tutafikiri tuna uhakika wa mahali fulani tutapata pesa. Lakini tunamwomba Mungu. Tunapiga pambio hapo, tunapiga makofi, hamna muziki, hamna viti, hamna nini. Baada ya wiki moja wakaja watu 3 ambao tukaanza kuomba nao sasa, tukafunga na kuomba. Siku zilizozidi kwenda watu wakazidi kuongezeka. Sasa watu wanaongezeka, tukawa kama 20 hivi. Bado tunakaa tu chini. Tukasema hapana, tuwezi kuwa namna hii. Watu wanazidi kuja, wakati tunaendelea kukaa chini, wataona watu wa ajabu. Hizi sadaka tunazozipata tuweze kukodisha viti. Kwa kila ibada tulikuwa tunakodisha viti kutumia pesa za sadaka. Viti 20, kila kiti kimoja ilikuwa ni shilingi 200 tunakodi pale.
Kwa viti 20 ni kama shilingi 4,000 hivi. Kwa ibada ya pale Mbeya watu 20, hiyo 4,000 kuipata kama sadaka ni kazi ngumu sana. Kwa watu 20 ni kazi ngumu mno, kazi ngumu sana, kazi ngumu sana sana, kazi ngumu sana. Na hapo unakaa kwenye nyumba ya kupanga pale Mbeya. Unatakiwa kulipia ukumbi, umekodi kwa mwezi, unaulipia 50,000 na bado hujaulipia. Alafu viti una kodi, vyombo vya muziki una kodi. Of course yule mtu wa vyombo vya kuhubiria vya muziki vile alikuwa atupangii kiwango, tukipata 2,000 elfu ngapi tunampa, na vyombo vilikuwa ni vikubwa tu. Yeye alikuwa ni kama vile anatusaidia tu, lakini angalau na yeye apate pesa kidogo. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa. Baadaye sasa kuna ndugu yangu mmoja, kijana mwenzangu tulikuwa tunawasiliana naye hapo Morogoro zamani. Yeye ni mchungaji pale Dar es Salaam sasa hivi, anachunga kwenye kanisa moja. Akanipigia simu nikiwa Mbeya siku moja, alikuwa anajua bado niko Dar es Salaam. Ananiambia, "Pastor uko wapi?" Nikamwambia mimi niko Mbeya siku hizi. Akasema, "Kuna kongamano la wachungaji hapa. Linakufaa sana, inabidi uje." Nikamwambia mimi ni kweli natamani kuja, lakini mimi nauli sina na siwezi kuja peke yangu kwenye kongamano la wachungaji, lazima nije na mke wangu. Sasa ngoja niongee na askofu, bila shaka nikimuelezea habari zako lazima atahamasika tu kukutumia nauli, lakini utakapokuja huku ujiandae uongee naye, kwa sababu umesema sasa unafanya kazi peke yako, ikiwezekana kama utakubaliana na sisi ufanye kazi na sisi. Ndio sasa nikaa nimeenda kwenye lile kongamano, nikaongea na yule askofu, tukawa tumekubaliana pale kwamba tuweze kujiunga kwenye ile dhehebu na wao. Lakini huku ndani kuna sauti inasema na mimi kwamba natakiwa kufanya kazi kwa zaidi ya vile ambavyo mimi nawaza. Lakini ule uoga sasa kwamba sina hela, sina uchumi mzuri, nitaanzia wapi, bado nakuwa na hofu ya kuanzisha kile ambacho Roho Mtakatifu ananisukuma kukianzisha kule ndani. Lakini ukweli halisi ni kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ananihimiza kujitegemea, kwamba nisiwe chini ya mtu fulani, bali mimi nimeandaliwa niweze kuwa kiongozi wa watu. Lakini sasa hiyo sauti mimi nagombana nayo huku ndani, nagombana nayo, sitaki kuiamini, sitaki kuikubali. Nikakubali kufanya kazi na wale ndugu. Yule askofu ana viwanja vyake kule Mbeya, akatuahidi kutupatia kiwanja pale, na ni kweli alienda kutuonyesha, lakini kiwanja chenyewe kikaonekana kina mgogoro. Sijui kuna watu walikuwa wanalalamika kwamba hawakulipwa hela wakati wa manunuzi, na kiwanja kinasoma jina la askofu. Kwa hiyo waumini wale tuliwapata kwa tukahama nao kwenda kule. Ni mahali fulani ambapo ni mbali kidogo kwa kutembea kwa mguu, lakini watu walikuwa wanafika. Tumekuwepo pale, tukaanza kutengeneza kama hema tu hivi ya muda. Baadaye yule askofu akasema anatukopesha tofali, katukopesha tofali zilikuwa nyingi sana. Kanisa lenyewe uchumi ni mbovu, kwa hiyo namna ya kulipa zile tofali ilikuwa ni ngumu. Kiwanja kinasoma jina lake bado hata hajabadilisha, unamwambia badilisha, akawa anakataa. Nikasema ndio yale ambayo Roho Mtakatifu ananihimiza sasa kufanya kazi mimi kama mimi, ili anitumie vizuri. Sasa hapa nifanyeje? Hali kazidi kuwa mbaya. Waumini wale wakawa wameacha kuchanga zile pesa za ujenzi, hawachangi tena, kwa sababu wanaona kiwanja kinasoma jina la mtu binafsi, sio jina la kanisa. Watu wakawa waji kanisani, wamekata mguu. Ukiwaambia watoe ni kama vile usemi na watu mle ndani. Hali ikawa mbaya, hakuna mtu anasapoti tena hata kuhusu swala la chakula chako nyumbani. Tuliishi maisha magumu, tulishindwa kulipa kodi ya nyumba pale. Tukahamia kwenye nyumba ambayo tulisaidiwa tu na watu. Nyumba haina milango, nyumba haina madirisha, nyumba haina ceiling board, ina paa, lakini kwa juu hakujazibwa kitu chochote maeneo ya pembeni. Kwa hiyo na ile baridi ya Mbeya, yani mnapigwa na ile baridi. Na sakafu chini? Sakafu hamna. Kulikuwa hamna sakafu kabisa kwenye ile nyumba. Ni mavumbi matupu. Nyumba haijapigwa lipu, kule ndani ni hovyo kabisa, madirisha yana zile chuma tu hivi, lakini mko wazi. Yaani wadudu wanaweza kuingia, mavumbi, baridi. Kwa hiyo tukawa tunalala hivyo na ile baridi ya Mbeya. Baridi ni kali sana. Tukaanza kuugua mle ndani, tukasema hapana bwana. Hii hali imeshazidi kuwa mbaya. Kukatokea rafiki yangu mmoja amenitembelea, na ni mtu alikuwa hajaokoka. Amenitembelea akaniambia, "Mtumishi, ndio naishi hapa?" Nikamwambia, "Ndio naishi hapa." "Kanisa ndio lile pale?" "Ndio kanisa lile." Akaniambia, "Bwana, huwezi kuishi mazingira kama haya. Wewe tafuta nyumba, mimi nitakusupport japo kwa miezi 3, alafu baada ya hapo
wewe utajua mwenyewe jinsi gani ya kufanya. Lakini hapa unatakiwa kuhama